Nachukua fursa hii kukaribisha katika ibada hii ya Safina ambayo hukujia kila Alhamisi kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Usisahau daftari yako, Biblia yako na kalamu yako. Bwana akubariki. Karibu. My topic tonight, kichwa changu usiku wa leo, breaking hard grounds by your altar. Kuvunja nchi yako ngumu kupitia madhabahu yako. For the last 3 weeks, kwa wiki 3 zimepita, the Lord has been teaching us something that has been very important to me. Bwana amekuwa akitufunza kitu ambayo imekuwa maana zaidi kwangu in relation to what an altar is. Kuelezea nini madhabahu ilivyo. And I believe last time I was touching on one of the functions of an altar. Na naamini wakati uliopita nilikuwa nazungumzia kazi moja ya madhabahu. And I'm fully convinced until today. Na leo nimetiwa zaidi hata that I cannot live without my active altar. Ya kwamba siwezi ishi bila madhabahu yangu itendayo. And I said the only way to make your altar active, na nikasema njia pekee kufanya madhabahu yako iwe inatenda, is to touch your altar by a sacrifice. Ni kuguza madhabahu yako kupitia dhabihu. There is no man or woman who can live this life without an active altar. Hakuna mtu yeyote anaweza ishi maisha haya bila madhabahu ambayo inatenda. Remember, I've been talking about a godly altar. Kumbuka nikizungumzia kuhusu madhabahu ya kiungu. And as much as godly altars exist, na kama tu madhabahu ya kiungu iko, we also have very negative altars. Pia si tuko na madhabahu mengine ambayo ni kinyume. But you will open your Bible in the book of Genesis and chapter 13. Utafungua kitabu yako katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 13. And at your own time you can read until verse number 21. Na wakati wako unaweza soma hadi mstari wa 21. That will be my anchor scripture tonight. Hiyo itakuwa andiko langu la usiku wa leo. And I thank the Lord, he has shown us this love. Na nashukuru Mungu ametuonyesha upendo huu, to avail his work and word ready for us. Na kufanya neno lake liwe wazi kwetu. Can we pray before we begin our service tonight? Je, tuweze omba kabla tuanze ibada yetu usiku wa leo? Oh God, we bless your name tonight. Mungu twalisifu jina lako usiku wa leo. My life declares your glory. Maisha yangu inatangaza utukufu wako. Our lives tells of your nature. Maisha yetu inaelezea jinsi ulivyo. And what you have done to us in Eldoret. Na kile ambacho umetutendea hapa Eldoret. Shows us your great plans over our lives. Inatuonyesha mipango yako mikuu juu ya maisha yetu. Keep our lamps burning tonight. Fanya taa zetu ziendelee kuwaka usiku wa leo. Keep our bodies strong tonight. Endelea kufanya mili zetu ziwe na nguvu pia usiku wa leo. Give us the power to allow our spiritual eyes to be open. Tupe nguvu ya kuruhusu macho yetu ya kiroho iwe wazi. And keep our faith in your word. Na uweke imani yetu katika neno lako. The skies are spread over our lives to show us your love. Anga imefunguka kwa maisha yetu kutuonyesha upendo wako. The winds carry the message of hope to us. Upepo pia inabeba ujumbe wa tumaini kwetu. Don't allow the sicknesses in our body to kill us. Usiruhusu magonjwa ndani ya maisha yetu ituue. Let our Jordans hear your voice. Wacha Yordani yetu isikie sauti yako. Let our hard grounds break tonight. Wacha nchi yetu ngumu ivunjike leo. Because your word is the hammer and the great hammer to break the ground. Kwa sababu neno lako ni nyundo na nyundo kuu ya kuvunja nchi yetu. Speak to us again, great God. Tuzungumzie mara tena, Mungu mkuu. We surrender in your able hand. Tunasalimisha katika mikono yako iwezayo. By this word tonight, break the hard ground for our children. Kupitia neno hili usiku wa leo vunja kila inchi ngumu katika watoto wetu. We thank you, Holy Spirit of God. Tunakushukuru Roho Mtakatifu wa I Mungu. pray for myself also tonight. Pia nachiombea usiku wa leo, that you may use me as a vessel. ili unitumie kama chombo. Let our ears open to hear from you again. Wacha masikio yetu yafumbuke tusikie kutoka kwako mara Cause tena. a fresh breath in our spirits again. Wachilia pumzi yako mpya tena maishani mwetu In the mighty name of Jesus Christ. Kwa jina kuu
kuu la Yesu Kristo. You shout a louder amen. Ukipata sauti ya amina iliyo kuu, Louder than your neighbor. zaidi ya jirani I yako. want your neighbor to know that you are alive and the Lord we serve is living. Na nataka kwamba jirani yako tambua unaishi na kwamba wewe unaishi kwa nchi ya waishio. Let nobody cheat you tonight that you are dead. Wacha mtu asikudanganye usiku leo kwamba umekufa. There is nothing hard for our God. Hakuna kitu ngumu kwa Mungu wetu. I'm talking about tonight Nazungumzia usiku wa leo breaking hard grounds by your altar. kuvunja nchi ngumu kupitia madhabahu. I want to begin by saying that grounds are hard. Nataka kuanza kwa kusema kwamba nchi ni ngumu. I want to begin by saying that even the hard grounds can be broken. Na nataka kusema pia nchi hiyo ngumu pia yaweza vunjika. And this gives me a leeway to begin Genesis chapter 3 with you. Na inanipa njia mpya kuanza nawe katika Mwanzo 3. And we shall go to verse number 13. Na tutaenda katika mstari wa By 13. the grace of God, I will skip a number of verses. Kwa neema ya Mungu nitaruka vifungo It fulani is just because of time. kwa sababu tu ya muda. Now in your Bible, verse 13 reads like this. Katika Biblia yako mstari wa 13 inasema hivi: Then the Lord God said to the woman, ndipo Bwana Mungu akamwambia mwanamke, what is this you have done? ni nini hili ambalo umelifanya? The woman said, Mwanamke akajibu, the serpent deceived me and I ate it. nyoka alinidanganya nami nikala. So the Lord God said to the serpent, Hivyo Bwana Mungu akamwambia yule nyoka, because you have done this, kwa kuwa umefanya hili, cursed are you above all the livestock umelaaniwa kuliko wanyama wote and all the wild animals. wa kufugwa na waporini. You will crawl on your belly Utatambaa kwa tumbo lako and you will eat dust na kula mavumbi all the days of your life. siku zote za maisha And yako, I will put enmity nami nitaweka uadui between you and the woman, kati yako na huyo mwanamke, and between your offsprings and hers, na kati ya uzao wako na wake. and he will crush your head, Huo atakuponda kichwa, and will strike his heel. nao utamgonga kisigino. To the woman he said, Kwa mwanamke akasema, I will greatly increase your pain in childbearing. nitakuzidishia sana uchungu wakati wa kuzaa kwako. With pain you will give birth to children. Kwa utungu utazaa watoto. Your desires will be your husband, Tamaa yako itakuwa kwa mumeo, and he will rule over you. naye atakutawala. To Adam he said, Kwa Adamu akasema, because you listened to your wife kwa sababu umemsikiza mke wako and ate from the tree about which I commanded you na ukala kutoka kwenye mti niliokuamuru that you must not eat, msile tunda lake, cursed is the ground because of you. ardhi imelaaniwa kwa sababu yako. In my Bible I have underlined these words. Kwa Biblia yangu nimeweka mstari chini ya maneno haya: Cursed is the ground because of you. imelaaniwa kwa sababu yako ardhi, Through painful toil you will eat of it kwa kazi ngumu utakula all the days of your life. siku zote za maisha yako. Let somebody bless the name of the Lord. Wacha mtu alisifu jina la Bwana. May the Spirit of God touch that word tonight. Wacha Roho wa Mungu aguze neno hilo usiku wa Now, leo. as I roll down, I want to explain a number of things. Wakati naenda chini, nataka nielezee mambo kadhaa, That there was the woman, ya kwamba kulikuwa na mwanamke and there was Adam who was the man. na kukakuwa na Adamu ambaye alikuwa mwanamume. Now, one of them was the helper to the other person. Mmoja alikuwa msaidizi wa mwingine, And there is a very good reason why the ground was cursed. na kuna sababu ambayo ilifanya kwamba ardhi It is ilaaniwe. because Adam, who was the man Ni kwa sababu Adamu aliyekuwa mwanamume and who had been made the ruler, na ambaye alifanya kuwa mtawala, used his mind to hear, alitumia akili yake kusikiza, and he conceived very negative report. na akapokea ripoti ambayo haikuwa And nzuri. here he says, Na hapa hivyo anasema, the woman deceived me, mwanamke alinidanganya, and therefore the ground has been cursed because of that. na hivyo nchi kalaniwa kwa sababu yake. Now you cannot break hard grounds alone. Hauwezi vunja nchi
ngumu kivyako unless you are connected to an altar. mpaka ukuwa umeunganika kwa madhabahu. You can be a very handsome man, Unaweza kuwa mwanamke mwenye sura nzuri, but you may not be in a position to marry lakini huwezi kuwa kwa sehemu ya kuoa, because your ground and the ground you are living in kwa sababu nchi yako na nchi uishio is a ground that is under a curse. ni nchi ambayo imelaaniwa, And the ground is under a curse na nchi imelaaniwa because of the sins of your fathers kwa sababu ya dhambi ya baba yako, and because of what your father had, na kwa sababu ya kile ambacho babako alikuwa because nacho, of what your mother na had. kwa sababu ambacho mamako alikuwa Because nacho, remember, Adam also just heard from Eve. kwa sababu pia Adamu alisikiza tu kutoka kwa Eva. The snake deceived Eve. Sana nyoka akamdanganya yule Eva. And when Eve went to Adam, Na wakati Eva alimwendea Adamu, he talked to Adam and Adam heard him. alimzungumzia Adamu na Adamu akamsikiza, And this resulted to a ground that is hard. na matokeo yake ikawa nchi iliyokuwa ngumu. So I want you to listen to me very careful tonight, Nataka unisikize vizuri usiku wa leo, because breaking hard ground kwa sababu kuvunja nchi iliyo is ngumu one of the great functions of a very active altar. ni kazi kuu ya madhabahu itendayo. Now make sure what I'm talking about tonight is not noise, Hakikisha kile ambacho nazungumzia usiku wa leo si but kelele, it is news that will help your life. lakini ni habari ambayo itasaidia maisha yako. So we in the altar of Eldoret, Kwa hivyo sisi katika madhabahu ya hapa there is Eldoret a hard ground that we are breaking. kuna nchi ngumu ambayo A tunavunja, ground that even our forerunners were not able to break. nchi hata wale ambao walitutangulia wangeweza kuvunja. So how fast you want to break a hard ground Jinsi ambavyo unataka kuvunja nchi ngumu kwa haraka depends on the kind of preparation you are making. inalingana na maandalizi ambayo umefanya. So we started a long journey in the book of Exodus Tulianza safari ndefu katika kitabu cha Kutoka while we were still in captivity. wakati bado tulikuwa And ufungwani, the Lord sent Moses to the king, na Mungu akamtuma Musa katika mfalme, and by the word of God our gates were opened. na kutokana na neno la Mungu lango letu likafunguliwa, And we started a journey that was heading to the promised land. na tukaanza safari ambayo ilikuwa kuelekea katika nchi yenye ahadi. Not in Eldoret we have taken that long journey Kwa hivyo hapa Eldoret tumechukua safari hiyo iliyokuwa refu until about last year when we saw the promised land. baada ya mwaka jana tukaona nchi ambayo And iliahidiwa, as we were starting January the year 2021, na wakati tulianza mwaka huu Januari, by the grace of God we crossed over to our new altar where we kwa are. neema ya Mungu tulivuka hadi kwa madhabahu yetu mapya mahali tulipo. So the hard ground that was laying before us as a ministry Kwa hivyo nchi ngumu ambayo iliwekwa mbele yetu kama huduma has been broken in the name of Jesus. imevunjika kwa jina kuu la Yesu. So there are only grounds that can be broken by strong altars. Kwa hivyo kuna nchi ngumu ambayo inaweza vunjwa kwa madhabahu yenye nguvu. And tonight I want to tell you, you can never break your hard ground Na leo nataka nikwambie huwezi vunja nchi yako ngumu if you are not connected to a strong altar. kama hujaunganika kwa madhabahu yenye nguvu. And grounds are made to be broken. Nchi imefanywa kuvunjika. And I came tonight to tell you that your ground can be broken. Na nimekuja usiku wa leo nikwambie kwamba nchi yako yaweza vunjika. Now when I'm talking about hard ground, Wakati nazungumzia nchi ngumu, something stirs my mind. kitu kinachochea akili yangu, And I recall those early days when my mother insulted me na nakumbuka siku hizo na mapema ambapo mamangu alinitusi because of what I had done. kwa sababu ya kile ambacho nilikuwa nimefanya. My mother, who is not alive today, Mama yangu ambao haishi leo insulted me. alinitusi. Though I have forgotten about the life of my mother, Hata hivyo nimesahau kuhusu maisha ya mama but yangu, the insult she put in my life lakini matusi ambayo aliweka maishani mwangu stood before me as a hard ground. ilisimama mbele yangu kama nchi iliyo ngumu, Just because of something small I had done, kwa sababu tu ya kitu kidogo ambacho nilikuwa nimefanya. she stood before me and declared powerful words over my life. Alisimama mbele yangu na kutangaza maneno ya nguvu zaidi maishani
maishani mwangu. She said when she gave birth to me, Alisema wakati alinifungua a confusion reigned. kuchanganyikiwa kulitawala. And she threw away the baby, Akatupa mtoto and she remained with the placenta. na kabaki na utumbo. She was abusing me because of what I'd done at that time. Alinitusi kwa sababu ya kile ambacho nilifanya wakati ule. Now remember, even your own parent has authority over you. Kumbuka pia wazazi wako wako na mamlaka juu Now yako. there are words your mother and father can speak in your life Kuna maneno ambayo babako na mamako wanazungumza maishani that mwako, form a very hard ground in your life. ambayo itaweka nchi iliyo ngumu maishani mwako. After all, I lost my mother in the year 2008. Hata hivyo nilipoteza mamangu kwa mwaka 2008, And after a number of years again in the year 2011, na hata baada ya miaka mpaka mwaka I 2011 also lost my biological father. pia nikapoteza baba wangu aliyenizaa. A year later in the year 2012, Mwaka baadaye, baada ya mwaka 2012 I also lost my spiritual father. pia nikapoteza baba wangu wa kiroho. Now, but one thing remains in my mind, Lakini kitu ambacho kinabaki akilini that mwangu, my mother made my grounds to be hard. ya kwamba mamangu alifanya nchi yangu iwe Now, ngumu. when I'm talking about a hard ground, Wakati nazungumzia nchi ngumu, I'm talking about a difficult time in your life. nazungumzia wakati mgumu maishani mwako. When somebody speaks of hard ground, Wakati mtu anazungumzia kuhusu nchi he is ngumu, speaking about a complex situation around you. anazungumzia hali hiyo ngumu kando When yako. I'm talking about a hard ground, Wakati nazungumzia nchi ngumu, I'm talking about something that will turn to be very hard and thorny. nazungumzia kitu ambacho kinageuka kukuwa ngumu zaidi na pia ya A miiba. hard ground is something hard that you cannot penetrate. Nchi ngumu ni kitu kigumu ambacho huwezi pita ndani When I'm yake. talking about a hard ground, Wakati nazungumzia nchi ngumu, I'm talking about problems in your life that are always there year after year. nazungumzia kuhusu shida maishani mwako ambayo iko pale mwaka baada ya nyingine. Now, some of the problems we go through Shida zingine ambazo twazipitia is because they are related to the book of Genesis chapter 3. ni kwa sababu imeunganika na kutoka kitabu cha Mwanzo 3. We are living at a time when we don't know that the ground of in our village has been cursed. Tunaishi kwa wakati ambao tutambui kwamba nchi katika kijiji chetu kimelaaniwa. And remember, a curse can follow to the 4th generation. Na kumbuka, laana inaweza fuata hadi kizazi cha 4. So some of us, we are marrying and remarrying Wengine wetu tunaoa na kuoa on grounds that are hard. kwa nchi ambayo ni ngumu. That is why there is no love in our Ndio relationship. maana kuna upendo katika uhusiano wetu. Some of us are doing our businesses on hard ground. Wengine wetu tunafanya biashara katika nchi yetu iliyo And ngumu, that is why you receive money and sooner than you receive it, na ndio maana unapokea pesa na baada tu ya kupokea it is already spread up in different uses. imeshapenda katika kutumika kwa tofauti. Some of us are working in offices where we can never penetrate. Wengine wetu tunafanya kazi kwa ofisi ambayo hatuwezi penyeza. Sometimes we are living a life full of problems. Wengine wetu tunaishi kwa maisha ambayo imejazwa shida. It is like you have made an agreement with the problems every day. Ni kana kwamba umefanya maagano na shida kila In the wakati. morning you have 10 problems at the same time. Asubuhi uko na shida 10 kwa wakati mmoja. At another time in the afternoon, another bigger one has just visited your life. Mchana ingine kubwa imetembelea maisha You yako. cannot sleep at night because even your dreams bring problems to you. Hauwezi lala usiku kwa sababu hata ndoto yako ya kuletea tatizo. If you are living in a city like the big city where you are, Kama jinsi unavyoishi katika mji huo mkuu ambao unaishi ndani and at yake, night you cannot sleep but you are busy dreaming, na usiku ulali unaota tu, at the great age that you are in, katika miaka hiyo mikuu ambao uko ndani that you yake, are still in a primary school in your village, ya kwamba bado uko katika shule ya msingi katika kijiji and chako. you have problem with the ground that you are standing in. Kuna shida kwa hiyo nchi ambayo unasimama juu There is a yake. problem with the business that you are carrying. Kuna shida na hiyo biashara ambayo unafanya. There is a problem why your children are going through the same problems you went through. Kuna shida kwa nini watoto wako wanapitia shida hiyo ambayo pia There ulipitia. is a problem why your sister in another town Kuna shida kwa sababu kwa nini dada yako kwa mji mwingine is facing the same problems you are facing in another town. anapitia shida ambayo unapitia katika mji mwingine. Now, in trying to help your life, Kwa kujaribu
kusaidia maisha You yako. have tried to go from church to church and another church, Umejaribu kuenda kanisa moja hadi nyingine, but all the grounds you are stepping on are hard. lakini kila nchi ambayo unakanyaga ni ngumu. Every matter to do with your life is very complex. Kila kitu kuhusu maisha yako ni ngumu You zaidi. go to a doctor and you are suffering from 7 sicknesses, Unaendea daktari na wateseka kupitia magonjwa and 7, even you don't know which one to tell the na doctor. hata hujui ni gani ya kuambia daktari, Sometimes your description to how you are feeling na wakati mwingine kueleza jinsi unavyohisi makes the doctor to be surprised. inafanya daktari aanze You kushangazwa, have ended up complaining and blaming every church. na unaishia kuanza kulalamikia kila The kanisa. problem is not your pastor. Shida yako si kama mchungaji The wako, problem is not that church. shida yako si kanisa The hilo, problem is not that altar. shida si madhabahu hiyo. May the problems are surrounding you. Ni aina gani ya shida ambayo imekuzingira? When your ground is hard, Wakati nchi yako ni you ngumu, are not getting the full results of your labor. haupati matokeo kamili ya kufanya kazi kwako. When your ground is hard, Wakati nchi yako ni ngumu, you are working like an elephant but you are eating like an ant. unafanya kazi kama ndovu lakini unakula kimchwa. You can be in an office and you are training people. Unaweza kuwa kwa ofisi na unafunza watu And kazi, those you are training are being promoted. na wale ambao unawafunza kazi wanainuliwa vyeo, And you are always remaining in the same position. na wewe kila wakati unabaki kwa sehemu hiyo hiyo tu. When your grounds are hard, Wakati nchi yako ni ngumu, you could be having a master, unaweza kuwa na masters, you could be having a PhD, unaweza kuwa na PhD but it pia, does not correspond to what you are doing now. lakini haiendani na kile ambacho unafanya sasa hivi. We are living and doing ministry on hard ground. Tunaishi na kufanya huduma katika nchi ngumu, Until the Lord opened my hands a number of months ago, mpaka Bwana alipofungua macho yangu kwa miezi chache iliyopita. I did not understand why our church does not have a land of its own. Sikutambua kwa nini nchi yetu haikupata shamba lake There was mwenyewe. a hard ground next to us in the ministry. Kulikuwa nchi ngumu kando yetu katika huduma. My spiritual father had tried this. Baba yangu wa kiroho alijaribu We hili, had collected even money during those days. tulisanya pesa hata wakati huo, When the ground is hard, it is not about money. na wakati nchi ni ngumu si kuhusu fedha. When the ground is hard, it is not about your education and qualifications. Wakati nchi ni ngumu si kuhusu elimu yako na kuhitimishwa kwako. When your ground is hard, it does not matter how many great fathers you have. Wakati nchi yako ni ngumu haimaanishi jinsi gani ulivyo na baba wengi. Some of us have great people in the government. Watu wengi wako na watu wakuu katika nchi Some are related serikali. to the strong and big fishes around. Wengine wamejiunganisha na watu wakuu And zaidi, we think by so doing our grounds can be good. na tunasema baada ya kufanya hivyo nchi yetu inaweza kuwa sawa. Till today and until tomorrow, Mpaka leo na hata kesho our grounds have remained to be dry. nchi yetu imebaki kukuwa ngumu. Child of God, this is the season. Mwana wa Mungu, hii ni majira. When you are ground by the hammer that is the word of God, Kwa nchi yako kwa kupitia nyundo ambayo ni neno la Mungu, your ground must begin to feel the weight of the hammer. nchi yako lazima ianze kusikia uzito wa nyundo. Your problems must begin to feel the move of the Spirit in this altar. Shida yako lazima ianze kusikia msongo wa roho katika madhabahu The haya. hand of God must begin to make your life to have a shape. Lazima nyundo ya Mungu ifanye na maisha yako yaanze kupata The umbo. word of God must now make the wife that went away from your life to come back. Neno la Mungu lazima ifanye mke ambaye alienda kurudi tena maishani mwako. Word now must break your womb that you receive the fruit of your womb. Neno hili lazima ianze kuvunja tumbo lako ili upokee tunda la tumbo And lako, because of the hard grounds that people are living in, kwa sababu ya nchi ngumu ambao watu wanaishi ndani by yake. God's grace and not the ability and wisdom of man, Kwa neema ya Mungu na si kwa uweza na pia hekima ya mwanadamu, we have erected an altar in Eldoret. tumeinua madhabahu hapa This Eldoreti, is why so strongly I'm preparing you na ndio maana na kuandaa kwa nguvu zaidi that the Lord be with us. ya kwamba Bwana akiwa In nasi. the month of August, we are making a nationwide invitation. Kwa mwezi wa Agosti tunakaribisha taifa nzima, And that is the great reason why my voice is loud tonight. na hiyo ndio maana sauti yangu iko juu usiku wa leo. You to begin to prepare as early as this. Nataka mwanze kujiandaa mapema hivi. I want you to begin. Don't tell
tell me where you are is very far. Nataka muanze usiniambia kwamba mahali ulipo ni mbali zaidi. Tell me, pastor, just pray for me on phone. Wengine wasema mchungaji niombe tu kwa And simu. I keep on asking them, why do you believe in doctors more than in the word of God? Na nauliza kwa nini mnaaminia daktari kushinda neno la Mungu? If a doctor refers your issue to a referral hospital, Kama daktari atakueleza uende kwa hospitali yoyote ile, you go and make a rumbes and attend the doctor's appointment. mnaenda kufanya rambe na mnaenda mahali ambapo daktari amekueleza. When a pastor or a prophet in an active altar is giving you an invitation, Na wakati mchungaji au nabii katika madhabahu itaendawa na kupa mwelekeo, so many excuses that we give. kuna vijisababu ambavyo tavitoa. Look at what Adam is saying tonight. Angalia kile ambacho Adamu anasema usiku wa leo. Adam is saying it is the woman that you gave me. Adamu anasema ni mwanamke ambaye ulinipa. People are saying it is because I'm far away. Watu wanasema ni kwa sababu niko mbali. People are saying it is because I'm jobless. Watu wanasema ni kwa sababu sina And that kazi. is why I cannot come to Eldoret. Ndio maana siwezi kuja That is Eldoret. why I cannot give towards the construction of the church in Eldoret. Hiyo ndio maana siwezi toka kwa sababu ya mjengo wa kanisa. If you are alive and you are breathing, Na kama tunaishi na unapumua, you can stretch your hand tonight and give to the work of God in Eldoret. unaweza nyosha mkono wako usiku wa leo na utoe kwa kazi ya Mungu hapa The Eldoret. grace of God is extended all over. Neema ya Mungu imenyoshwa kila The upande. grace of God is made available for all of us. Neema ya Mungu imefanywa kupatikana kwetu The sote. construction of this altar in Eldoret, Ya kwamba mjengo wa madhabahu hapa it's not Eldoret like we are making a house for pastor. si kama tuwajengea mchungaji It's nyumba. not like we are buying a car for a pastor. Si kwamba tunamnunulia gari You mchungaji. can buy a car for your pastor, Unaweza nunua gari kwa mchungaji wako, that does not turn to be an altar. na yeye hawezi geuka ikawa madhabahu. An altar constructed by faith, Lakini madhabahu iliyofanywa by kiimani men who are calling upon God. kwa watu ambao wanaliita jina la Mungu. That altar will be a place for God to dwell in. Madhabahu hii itakuwa mahali pa Mungu kukaa ndani yake. Don't tell me you cannot come to Eldoret in August. Usiniambie kwamba huwezi kuja Eldoret Agosti. Don't tell me you don't have fare to come. Usiniambie kwamba una nauli ya kuja. Bible says in the book of Isaiah number 55, Biblia inasema katika Isaya 55, seek the Lord while he may still be found. mtafuteni Bwana maadamu bado apatikana. Call on him while he is still near. Mushikilie wakati bado ako karibu. This is the season to make a dwelling place for God. Hii ni majira ya kufanya mahali pa kukaa pa Mungu. And on behalf of the church in Eldoret, Na kwa niaba ya kanisa Eldoret, we are opening our arms to receive you in the month of August. tunaweka mikono yetu wazi kuwapokeeni mwezi wa Agosti. Celebrate the glory of God in your life. Tumejitolea kusherehekea utukufu wa Mungu maishani And mwako. that is why this service is there every Thursday at such a time. Na hiyo ndio maana ibada hii iko hapo kila siku Alhamisi wakati And kama my huu. spirit is strong to wait upon God, Na roho yangu imejazwa zaidi kumngoja that Mungu, we may celebrate a miracle in your life. ili tusherehekee muujiza ndani ya maisha May yako. the Spirit of God touch you now in your house. Wacha roho wa Mungu akuguze sasa hivi nyumbani mwako. May the ground that has been hard in your life Wacha kila nchi iliyokuwa ngumu maishani mwako begin to receive the word of God that is the hammer to break it in the name of ianze Jesus. kupokea neno la Mungu ambao ni nyundo ya kuivunja kwa jina la I Yesu. begin to break your ground in the month of March. Naanza kuvunja nchi yako kwa mwezi wa Machi. As we come close to Na August, wakati wafika karibu na Agosti, some of you will come to Eldoret to give us a testimony. wengine mtakuja Eldoret kutoa shuhuda. May the Lord God be with you Wacha Bwana Mungu awe as nanyi we prepare to construct this altar in Eldoret. wakati wajiandaa kutengeneza madhabahu haya hapa Somebody, Eldoret. hallelujah. Mtu haleluya. Time is not on my side. Wakati hauniruhusu, I thank the Lord every day lakini nashukuru Mungu kila siku because of your life in Jesus' name. kwa sababu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Natumai ya kwamba umebarikiwa kupitia neno hilo. Mimi hapa studioni nimebarikiwa na ninajua ya kwamba Bwana atatenda yale ambayo ninamwomba. Hata nawe pale nyumbani usikate tamaa, endelea kujitia nguvu, endelea kujitia moyo, kwa kuwa huyu Bwana anasikia na atajibu na atende kwa wakati unaofaa. Ukitaka kuwasiliana na mchungaji, nambari ya kwanza ni 0722243702. Nitarudia 072224
3702. Nambari ya pili ni 0721 990 930. Nitarudia 0721 990 930. Afisi zetu tupate huku mjini Eldoreti katika jengo la Berul Business Center lililojulikana hapo awali kama Petrisha. Na ninajua ya kwamba utakapofika pale utawasiliana na mchungaji na kukutana naye, na anajua ya kwamba Mungu atakubariki, atakuinua na kukujenga. Hadi Alhamisi ijayo, Mungu akuwe nawe na akakubariki, na wacha akafungue milango yote maishani mwako. Karibu.